Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inawaletea shindano la Vijana Uchumi Challenge 2026 lenye kauli mbiu wana tunafikiri, taifa linasonga. Shindano hili linalenga kukuza mawazo ya vijana yenye ubunifu, yanayotekelezeka na endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa letu dhidi ya athari za misukosuko ya kimataifa. Shindano hili linakaribisha ushiriki wa vijana. Kijana yeyote, kuna sifa kuu mbili za kushiriki kwenye shindano hili. Kwanza, uwe kijana, hapo tukisema kijana tunatumia tafsiri rasmi ya Sera ya Maendeleo ya Vijana mwaka 2007 toleo mwaka 2024, ambao ni mtu yeyote mwenye miaka 15 mpaka 35. Sifa ya pili, lazima uwe Mtanzania. Unaweza kushiriki kwenye shindano hili. Shindano hili linakaribisha ushiriki wa kijana mmoja mmoja, sio kikundi, ambapo anakaribishwa kuwasilisha mawazo yake kwa njia ya maandishi yasiyozidi maneno 300 au kwa njia ya video isiyozidi dakika 3 kupitia kiunganishi bit.ly/vijana uchumi challenge 2026. Tutaweka pia QR code ya hii kiunganishi pamoja na linki hii katika mitandao yetu rasmi ya kijamii ili vijana tuweze kupata taarifa. Mawazo ya vijana yanakaribishwa kuwasilishwa wakati wowote kuanzia sasa na kabla ya tarehe 30 Aprili. Ili mtu aweze kushinda, wazo linapaswa angalau likizi vigezo vifuatavyo. Moja, tunaangalia swala la ubunifu, kiwango cha fikra mpya na upekee wa wazo. Mbili, tunaangalia uelewa wa changamoto za kimataifa, kwa maana ya kiwango cha uelewa wa mshiriki kuhusu changamoto za kiuchumi za sasa na muktadha wa kimataifa. Tatu, tunaangalia uhalisia, utekelezekaji wa wazo na uwezekano wa kutekelezeka kwa vitendo, sio leto wazo ambalo mwisho wa siku halitekelezeki au halina uwezekano wa kutekelezeka. Nne, ni athari kwa uchumi wa nchi yetu. Tutakuwa tunaangalia mchango unaotarajiwa wa wazo katika kukuza uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Tano, ni uwezo wa kuleta fursa. Tutaangalia uwezo wa wazo hilo linalowasilishwa katika kuzalisha na kuongeza fursa, ikiwemo fursa za ajira kwa vijana wa Tanzania. Sita, ni swala la uendelevu. Tutakuwa tukiangalia uwezo wa wazo kudumu na kuleta mafanikio, matokeo chanya kwa muda mrefu. Saba na mwisho, ni ubora wa uwasilishaji. Tutaangalia mpangilio, uwazi na urahisi wa kueleweka kwa wazo lenyewe ambalo linawasilishwa. Baada ya kupatikana washindi watu bora 100, kitakachofanyika, washindi wote 100 nchi nzima, tutawapa fursa adhimu sana wale 100 bora kukutana ana kwa ana. Utakutana ana kwa ana mahali ambapo tutawatangazia kwa muda wa siku kadhaa, ili kutoa fursa ya kukutana ana kwa ana na timu ya majaji. Kwa hiyo tukipata watu 100, tutawatangazieni kwamba kutakuwa kuna majaji watakao kuwa wanaendesha shindano kuanzia hapo mpaka mwisho. Sasa hilo zoezi hatakuwa la kamati yetu ya maandalizi tena. Tutakuwa kuna timu ya majaji ambao itakutana kwa ajili ya kuweza kukutana nao hao watu waliowasilisha mawazo yao ana kwa ana, ili kuweza kufahamu zaidi walikuwa wanawaza nini. Kumbuka awali wanawasilisha maneno 300 na video ya dakika 3, huenda haina maelezo ya ziada. Watatoa fursa watakutana hawa watu 100, watapata nafasi ya kukutana ana kwa ana na majaji ili kuweza kufanya mchujo wa robo finali kutoka washiriki 100, ambapo kila mtu atapata nafasi ya kujieleza kwa alau dakika 10 sasa katika hii robo finali. Dakika 10 kwamba wazo lake aliwaza nini hasa, ukubwa wake ukoje, utekelezekaji wake, uendelevu, uwezo wa kuzalisha fursa na mambo mengine kama hayo. Na katika mchujo huu wa robo finali tutapata washiriki 30 bora. Washiriki 30 bora wataingia kwenye hatua ya nusu finali, ambapo nao watapata fursa ya kuyaboresha mawazo yao. Kama umeshinda kwenye robo finali, utapata nafasi ya kuboresha zaidi mawazo yako ili wakati unajiandaa kwenda kushindana kwenye nusu finali. Boresha zaidi, lakini pia kufanyia kazi maoni ya majaji ambao wameyatoa kwamba pengine ukiboresha hivi wazo lako litakuwa bora zaidi. Ambapo hawa washiriki 30 watapata nafasi tena ya kuwasilisha kwa dakika 10 kila mmoja mawazo yao, ukubwa wa mawazo yao, utekelezekaji wake na kwa nini anafaa kushinda.
kutoka kwenye mchujo wa nusu finali tutapata mawazo 10 bora ambao yataingia finali. Washindi 10 bora ambao wataingia finali tunawaandalia tukio kubwa ambalo tutawatangazia hapo baadaye. Ambapo kabla ya kufika kwenye tukio hilo, hawa watu 10 bora watapata fursa ya mafunzo kidogo, brashiwe namna ya kuweza kuwasilisha mawazo yao vizuri kwa umma, lakini pia yale mawazo ambayo tutaona yana umuhimu wa kufanyiwa ithibati kabla ya kuwasilishwa kwa umma yatakiwa ithibati kwanza, ili mwisho siku kuweza kulinda mawazo ya vijana. Na zaidi sana tutawapa mafunzo ya kuwawezesha namna gani ya kuweza kuwasilisha na kushinda, kwa maana tutakuwa na trainers ambao watawasaidia. Na hawa washindi 10 bora tutawaandalia tukio maalum, litakuwa tukio la umma, wote mtapata nafasi ya kuja kushiriki na kujifunza namna. Zawadi za washindi zitatolewa kama ifuatavyo. Mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni 30. Mshindi wa pili ataondoka na shilingi milioni 15. Mshindi wa tatu ataondoka na shilingi milioni 5. Washindi wanaofuata wale 10 bora, wale 7 mpaka 10, ataondoka na shilingi milioni 1 kila mmoja.